Baada ya mkutano wa Linda Mwananchi kufanyika Mombasa kwa mafanikio, licha ya tension kubwa iliyokuwa, Wakenya wengi sasa wameanza kuzungumza waziwazi. Wengine wanataka serikali iondoke, wengine wanasema hali imekuwa mbaya zaidi, na wengine wanaamini Kenya sasa imekuwa one term kwa njia ya kushangaza. Lakini swali kubwa ni hili, je, hizi ni dalili za mafanikio makubwa nchini Kenya au ni hasira za muda tu? Endelea kutazama kwa sababu maoni haya ya wananchi yanaweza kushangaza. Baadhi ya wananchi sasa wanaamini kuwa hali imefika mwisho. Nataka usikize hii video ya huyu jamaa akiwa katika bunge la wananchi. Kauli yake inaonyesha wazi kuwa kuna kundi la wananchi ambao wanataka mabadiliko makubwa, na si Mombasa pekee, ni wito wa kuenea nchi nzima. Na hatutaki vita, tunataka wakina Babu Owino wasunguke hivyo. Wakifika Migori, wakuje Kisumu, wakienda Siaya, wamalizie Homa Bay. Utasikia tu kila mahali Ruto akienda, Ruto bye, Ruto bye, Ruto bye, Ruto bye. Asanteni sana. Ninaweza fanya vipi redio yangu na TV yangu yenye niliingia chama nikinunua isitangaze Oburu, isitangaze Gladys Wanga, isitangaze William Ruto? Nifanye nini wana Jacaranda? Rudia, mimi ni Rosti Kabiro na nimewaomba hapa Jacaranda nikisimama na miguu miwili. Ninaweza fanya vipi redio yangu na TV yangu yenye niliingia chama nikinunua isitangaze Oburu, isitangaze Gladys Wanga, isitangaze William Ruto? Nifanye nini wana Jacaranda? Sijui tutamsaidia vipi kaka yetu, lakini sio kila mtu ambaye aliridhika. Hata wale waliokuwa kwenye maandamano wana maoni yao. Nataka umsikize huyu kijana Gen Z na maoni yake ya kushangaza. Gen Z huyu analalamika kwa sababu ambayo wengi hawakutarajia. Inaonyesha jinsi hali ilivyokuwa tofauti kabisa Mombasa. Mimi sijafurahia kwa hii ya leo kwa maana hatujapata tear gas na tumezoea tear gas. Sijafurahia sana. Asante. Now, Mombasa Coast Region, you thought it was a disappointment, but tunasema hivi, bwana Coast Region ODM sisi ndio NDC. So Ruto one term, that's what we plan for. Ruto must go. Our show up meaning sisi wote tuko kadi. Ndugu zangu, Sifuna ni jembe. Ndugu yangu, Sifuna ni jembe na lazima mkubali Sifuna ni jembe. Kuna baadhi ya watu ndani ya ODM wamejikusanya kama fungu la makopa, wanataka kumtoa Sifuna. Mbona mzee mwenyewe alikuweko miaka yote ya kumtoa Sifuna? Na hapa ndipo hali inakuwa nzito zaidi, vijana wengine wakieleza wazi kabisa kutoridhika kwao na uongozi wa sasa. Na hapa pia ndio utaniamini nikuambia kwamba hii ndio sauti ya kizazi kipya Gen Z ambao wanaanza kuzungumza bila hofu. I am not Sifuna from Kasongo. I am not birthed from Ruto governance. The governance of the president, it has made us. We are here in Mombasa. It is hot. There is no job. Some of us are homeless. Muslim children are sleeping hungry. And we are here shouting, Sifuna, Sifuna, Sifuna. It is time to change our land. Na tunasema ni one term. A peaceful one. A peaceful one term. No shedding blood for William Ruto. I am Sevelina Mwehaki. I am saying hakuna damu tunakupatia Ruto. It's either ututawale ama uondoke. Lakini si wananchi tu, hata viongozi wameanza kutoa kauli zao zinazozua mjadala mkubwa. Nataka umsikize Edwin Sifuna, na kauli yake imeibua maswali mengi sana kuhusu siasa za ndani ya vyama na inaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa siasa nchini Kenya. SG wa baba miaka 9, alafu kwa SG wa Oburu atafute wake, si ndio? Atafute wake. Hii bei itamshinda, si ndio? Hii bei imemshinda bro. Hii hautaweza bwana. Hii bei ni mbaya. Wana ODM wanaingia kwa Ruto. Lakini tusi tunasema wanaweza kuwa na chama, lakini jeshi Raila Amolo Odinga bado iko imara. Leo nataka kutangaza leo, mimi sitaenda kotini na hao.
sitaenda kujitetea kule, nimewachana na hiyo kitu. William Ruto, hiyo safari ya 20 na wewe ndio shida hili taifa. William Ruto 2027, William Ruto, William Ruto, William Ruto. Asanteni sana. We leo utalala cell, mimi ndio nitakuwa wakili wako. Umesikia Leo lazima wamuendee, si ndio? Lakini tumezoea hiyo yote. Na wakati wengine wakionyesha hasira, wengine wanaona kitu tofauti kabisa. Je, ni kweli Kenya sasa imeungana au hii ni tafsiri tofauti tu ya hali halisi? Kitu chenye imetusaidia tena ni moja. Mheshimiwa Rais Ruto amefinya watu mipaka, mambo ya ukabila imeisha. Jaluo analia, Kikuyu analia, Mluya analia. Saa hii Kenya tunatarajia, wacha Ruto ni Mkenya. Hata Trump alikuwa Muafrika na Muamerika, na alikuwa na kiburi na kichwa ngumu, ilibidi alitolewa na ndio akarudi tena. Ruto ni one term na njia zote. Ruto hata ukipindua hivi ni one term, ukiweka huku ni one term, ukipeleka pande hii ni one term. Oburu hata akipea principal ya shule, wachana na chairman wa nini. Ruto ni one term. Wananchi ria, wananchi power, tuko ndani ya one term na vitu vinachemuka. Na mimi polepole, kuna mambo nilikuwa nasahau, na hiyo mambo niko na uchungu sana. Haya yote yanaonyesha jambo moja, ya kwamba Kenya iko katika kipindi cha mabadiliko makubwa, lakini swali linabaki, wewe unaonaje? Je, hizi ni dalili za mabadiliko makubwa au ni hasira za muda tu zitapita? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo.